Itukuze damu ya Kristo. Mpendwa mtazamaji wa Mwangaza Digital, nawe msikilizaji wa Mwangaza FM, karibuni katika tafakari ya ujumbe wa Mtakatifu Gaspari, ikiwa leo ni tarehe 22 Machi, unaosema: na tuiabudu misalaba tunayopewa na Mungu na tuikumbatie kwa upendo. Na tuiabudu misalaba tunayopewa na Mungu na tuikumbatie kwa upendo. Mpendwa, tafakari hii au ujumbe huu unatualika kutafakari upya namna tunavyochukulia mambo na namna tunavyoipokea changamoto mbalimbali ambazo tunakumbana nazo katika maisha yetu ya kila siku. Iwe ni magonjwa au changamoto mbalimbali za kifamilia, au pengine misalaba ambayo tunaitaja katika kituo cha pili katika njia ya msalaba. Mara nyingi tunapokutana na changamoto kama hizo, tunakata tamaa au pengine tunaanza kumlaumu Mwenyezi Mungu. Lakini Mtakatifu Gaspari kwa namna pekee leo anatufundisha kitu ambacho ni tofauti kabisa, ya kwamba si tu kuipokea kwa uvumilivu, bali kuipokea kwa upendo. Mpendwa katika Kristo, hapa tunajifunza jambo kubwa ambalo ni moja. Na jambo hilo la kujifunza katika ujumbe huu ni kwamba misalaba au changamoto katika maisha yetu si adhabu, bali ni sehemu au njia ya Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Yesu mwenyewe hakukimbia msalaba wake, bali aliubeba kwa uvumilivu, kwa utii na kwa upendo kwa Baba yake. Na ndani ya msalaba wake ndimo kulikuwa na wokovu wetu. Hivyo kila msalaba tunaobeba ukiunganishwa pamoja na ule wa Kristo unakuwa wa thamani kubwa katika maisha yetu ya kiroho. Hivyo ndugu zangu wapendwa, tusikimbie misalaba yetu, bali tuipokee kama zawadi ya neema ambayo inatuweka karibu zaidi na Mwenyezi Mungu. Tuipokee kwa upendo, kwa uvumilivu, na kubwa kuliko yote ni kuipokea kwa upendo kama tulivyoambiwa na Mtakatifu Gaspari. Hivyo wapendwa katika Kristo, tumwombe Yesu atujalie neema ya kuweza kuipokea misalaba yetu bila manung'uniko na kuibeba kwa upendo katika maisha yetu. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Alex Joseph Lumala wa shirika la wamishonari wa damu ya zizi ya Yesu.